hiki dunia nzima. Dunia nzima wanataka rais, kiongozi mkuu wa nchi, sifa moja kubwa, awe imara. Kiongozi mkuu wa nchi, nchi zote zinachagua kiongozi imara. Na hakuna shaka, hata waliokuwa wanatia shaka, waliokuwa na wasiwasi, Dr. Samia, Mama Samia, mgombea wetu ambaye pia ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameonyesha uimara wa kutosha. Hiyo habari ni kweli si kweli? Kama ni kweli simpige makofi. Lakini sifa ya pili ya kuchagua rais, lazima atoke kwenye chama imara. Lazima atoke kwenye chama imara. Kwa sasa, kwa vipimo vyote, kwa vigezo vyote vya kisayansi, chama kilicho imara katika nchi hii ni chama gani hicho? Ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mgombea unayemchagua atokane na chama imara. Jambo la tatu, lazima mchague kiongozi ambaye ameonyesha dhahiri uwezo na uzoefu wa kuongoza nchi. Nchi hii ni nchi kubwa, ina pande mbili, ndio inaitwa Jamhuri ya Muungano. Muungano manake humo ndani zipo nchi mbili ziliungana, Tanzania bara na Zanzibar. Lazima uchague mgombea ambaye anaifahamu fika nchi pande zote mbili, lakini pia mwenye uzoefu na uwezo wa kusimamia mambo ya msingi katika nchi. Mambo ya msingi katika nchi ni mawili, ni swala la amani, utulivu na usalama. Na jambo la pili ni mambo ya maendeleo. Mtu huyo mwenye uzoefu katika wagombea mwaka huu, mwenye uzoefu, mwenye uwezo, kwa rekodi isiyotia shaka, ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu hizo tatu, naomba nimwombee kura. Ngapi kura ziko wapi za Samia hapa? Kura ziko wapi hapo nyuma? Hapa vipi? Kwa ndugu wana Makurumla, kwenye hilo msibabaike. Mgombea urais ni wazi kabisa, kura yenu iende kwa Mama Samia. Nchi hii haiwezi kuongozwa kwa sababu ya utashi wa mtu. Nchi hii haiwezi kuongozwa kwa sababu tu fulani hamtaki huyu mama anavaa sijui mashungi. Huwezi kumkataa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya hoja dhaifu. Njoo na hoja zinazopimika. Tazameni hali ilivyokuwa. Mimi nilikuwa mpinzani, nyie mnajua. Hapa Makurumla alikuwa anakuja sana kufanya mikutano, na wengi tulitoka huko. Lakini amesema MC hapa, Makurumla ya miaka ya nyuma sio Makurumla hii tulokuwa nayo hivi sasa. Kama tulikuwa tunadai barabara za lami tunaziona zinaingia mpaka huku ndani. Kama tulikuwa tuna shida ya matatizo ya maji, sasa si tatizo tena la maji. Kama shida yetu ilikuwa watoto wakifaulu hawana sekondari ya kwenda, sekondari sio tatizo, zimejazana. Unabaki kufanya nini kwenye upinzani? Hatushindanishi ukubwa wa sauti, tunashindanisha hoja. Watoto mnaowaona hawa wakipata utulivu wa amani, nchi yetu amani ikatawala, watoto hawa wakaendelea kwenda shuleni, wazazi wao wakaendelea kutafuta shughuli za kiuchumi, wenye kulima wakalima, wafanya biashara wakafanya biashara, wakaweza kuwahudumia watoto hawa. Baada ya miaka 35 ijayo utatoa maprofesa kutoka kwenye watoto hawa. Lakini ukiondoa amani
kwa kudanganywa na watu wasiojulikana, watu walioikimbia nchi, wakakwambieni muandamane tarehe 29 badala ya kupiga kura, wewe unakwenda kuandamana. Ikazuka vurugu ndani ya taifa letu. Vurugu hiyo haitaishia Oktoba 29, itaendelea kwa kipindi kirefu. Watoto hawatapata fursa ya kwenda shule. Wewe utauza karanga kama alivyosema hapa Ninja, kwamba mwanae anapenda kusoma lakini uwezo hana, inamlazimu auze karanga ili ampeleke mtoto wake shule. Fursa hiyo haitakuwepo. Ikikosekana fursa hiyo, manake utazalisha taifa lijalo la watu wajinga. Utapunguza uwezekano wa kupata madaktari wa baadaye. Utapunguza uwezekano wa kupata wanasheria wa baadaye, kwa sababu umeanzisha vurugu zilizodumu miaka 15. Watoto hawakwenda shule, na kutokwenda kwao shule wamebaki kuwa wajinga, na tumekushapoteza wanasheria wengine. Hatushindani ukubwa wa sauti. Kama mna hoja zileteni mezani, tutajibu hoja zenu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hasa nyinyi watu wa jimbo hili la Ubungo, mna mtu ambaye anathaminika na ana thamani kubwa, mtu aliyetuandalia dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, Profesa Kitila Mkumbo, ndio tunamleta hapa mupe ubunge. Sasa wenzetu kama hawana wagombea wenye mfano ule, basi wabaki, kwa sababu demokrasia sio kulazimishana. Demokrasia ni kuamua kuchagua unachokipenda, hata kama kikiwa kibaya. Yani kama wewe umeamua kuwa Chadema, hata kama unahakika kabisa Chadema mbovu, na ukaamua kuwa Chadema, tunakuheshimu, ndio demokrasia. Hatukulazimishi uje huku. Sisi tulio wengi tutaendelea kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya umahiri wa viongozi tuliokuwa nao, kwa sababu ya uwezo wa viongozi tuliokuwa nao, viongozi wenye kupanga mambo ya miaka 25 ijayo, sio viongozi wa kutaka migogoro, sio viongozi wa kupigana kila siku. Kama watu ndani ya chama chao wenyewe hawaelewani, muasisi wa chama chao, aliyekijenga chama chao, Freeman Aikaeli Mbowe, akawafanya watu wakawa maarufu, akawafanya kina Mnyika wakaonekana kwenye siasa hizi, kina Tundu Lissu wakaonekana kwenye siasa hizi, wamemuona hawafai. Hivi nyinyi mnategemea Rais Samia Suluhu Hassan atafaa kama wamemuona Mbowe hafai? Hawana uwezo wa kupima. Uwezo wao wa kuchanganua mambo ni mdogo. Na ndugu zangu, tofauti ya binadamu na mnyama ni katika kutumia akili. Wewe binadamu ukitumia akili yako katika matumizi sahihi, ndio utakuwa umemshinda mnyama. Lakini mnyama ikitokea yeye ametumia akili yake katika matumizi sahihi, atakuwa amekushinda wewe binadamu, hata kama wewe ni binadamu. Vyama vya upinzani vimekosa kuona haya wanayolalamikia hivi sasa. Yalikuwepo miaka mingi, na serikali hii ya Samia Suluhu Hassan chini ya mawaziri hao kina Profesa Kitila Mkumbo wamepunguza idadi ya majanga hayo wanayolalamikia, tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini hawaoni. Kuzungumza na upinzani ni sawasawa na mtu anaamua kuzungumza na kitu kisichosikia chochote zaidi ya sauti na kelele tu. Kitu hicho kikiwa hivyo, maana yake ni kama vile unaamua kuzungumza na mnyama. Mnyama sifa yake anasikia kelele tu, haelewi unakusudia nini. Ndivyo walivyo wapinzani. Na nitawapa mfano. Kama wewe uliwahi kufuga ama mfugaji, chukua mfano, una mbuzi wako 10-15, upo kijijini unawapeleka malishoni. Ukienda baada ya hatua 15 kuna shamba la mahindi la Mzee Selemani. Ukiwaambia mbuzi, tukifika pale msiingie kwenye shamba la Mzee Selemani, twendeni huku, mbuzi watatikisa mikia kama wanakusikia vile, lakini hawakuelewi chochote zaidi ya kusikia sauti ya kelele tu. Hivyo ndivyo walivyo wapinzani. Wapinzani kila unachoonyesha, kazi yao inaingilia huku inatokea huku. Wanasikia sauti na kelele, hawaelewi unawaambia nini. Ukiwaonyesha SGR wanakubali, lakini hawaelewi kama ni maendeleo. Ukiwaonyesha uwanja wa Mwalimu Nyerere wanakubali, lakini hawaoni kama ni maendeleo. Ukiwaonyesha bwawa la Mwembe hawanakubali, lakini hawaoni kama ni maendeleo. Ukiangalia diplomasia ilivyokuwa kubwa wanakubali, lakini hawaoni kama ni maendeleo. Kuzungumza na wapinzani ni sawasawa na mtu anayeamua kuzungumza na kitu kisichosikia chochote zaidi ya sauti na kelele. Ningekuwa naweza kutumia maneno ya Kiarabu,
ningesema mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yanaitu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Ukiamua kuzungumza na wapinzani ni sawa sawa na mtu anayeamua kuzungumza na mnyama, hasikii chochote zaidi ya sauti na kelele, haelewi. Una rais ambaye amerudisha uhuru wa ninyi kufanya mikutano. Hapo awali mlikuwa mfanyi mikutano, anakuiteni, anatengeneza kamati ya maridhiano, mnafanya naye vikao, anaruhusu mnafanya mikutano. Ukitoka hapo unasema Samia diktata bwana, hajali demokrasia. Ala, wewe ulikuwa unafanya mikutano awali wewe? Tena kuna wakati mwingine unaweza ukaona afadhali usiwe na chama kuliko kuwa mpinzani. Rais Samia Suluhu Hassan watu hawampendi kwa sababu ya mavazi yake, hapana, kwa sababu ya uwezo wake wa kusimamia mambo na kuyanyoosha mambo. Na tunatarajia mnaomchukia mtuletee hoja za kumchukia. Msimchukie kwa sababu ya mavazi yake, msimchukie kwa sababu anatoka Zanzibar. Maana kuna vyama vimeishiwa hoja vinasema tuwezi kuongozwa na Mzanzibari. Huu ni upuzi. Hii ni Tanzania. Hatuna nchi inaitwa Tanganyika, tuna nchi inaitwa Tanzania. Na wazee wetu waliotafuta uhuru wa taifa hili hawakugawana kwa maeneo, hawakugawana kwa ukabila, wala hawakugawana kwa dini zao. Waliungana kumuondoa mkoloni. Sasa hiyo chombeza inakuwa kali kidogo. Daktari Samia Suluhu Hassan sio tu tunamwenzi sisi wa Tanzania, profesa anajua na akipata fursa atakuja kusema. Amekishapata tunzo za nchi ya nje zaidi ya 3. Mataifa ya nje yanamtunuku nishani ya uongozi bora na katika usimamizi wa masuala ya maendeleo. Nje huko Ulaya mnakosema mnapendwa nyie, wamekishampa tuzo hizo. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapokuja kuwaomba kura na tunapokuja kuwakataza msishiriki mambo ya maandamano, ni kwa sababu athari zake ni kubwa zaidi kuliko faida. Hakuna faida utakayopata kwenye maandamano zaidi ya wenda wazimu mtupu. Yani nyinyi mnaongozwa na njiti. Yule dada mimi nikimtazama kwenye mitandao namuona kama njiti vile alivyo yani. Mtu hana nyama afiki hata kilo 7 ndio anakuongoza yeye akili zake. Tujenge hoja, tuambieni CCM mmeshindwa hapa. Alafu sisi kama tumeshindwa tutakiri kweli hapa tumeshindwa. Tuna ilani ya mwaka 2025-2030 inakuja kulibadilisha jiji la Dar es Salaam kutoka hivi lilivyo, na ukilitazama hapo baadaye utakuwa kama unaitazama Istanbul ya vile Uturuki, namna litakavyokuwa linapendeza. Hiki ndiko Chama cha Mapinduzi. Hatuji kimya kimya, tunakuja kuwaonyesha tutafanya nini, tumefanya nini, tuna malengo yapi kwenye kila sekta.